Hii ni familia ya mzee mmoja mtafutaji sana. Leo baada ya kupata mtoto wa kike, hakika walifurahi sana, japokuwa walikuwa na mtoto wa kiume, lakini huenda kiu yao ilikuwa ni mtoto wa kike, wakaamua kumpatia jina la Jaya. Huyu mwanadada walitokea kumpenda sana, wakawa wanamwangalia hata michezo ambayo alikuwa anaifanya isije kamletea madhara, lakini pia hata vitu ambavyo kijana wao wa kiume alikuwa anavitumia, basi walikuwa wanamnyang'anya kisha wanampatia bimdada Jaya. Hiyo haikutosha, hata kipindi ambacho madaftari alikuwa akiharibika, basi adhabu alikuwa anapatiwa mtoto wa kiume. Kijana alikuwa akilalamika, anaelezwa huyu ni binti, hivyo yuko tofauti sana na wewe. Maisha yakaendelea, hatimaye leo Jaya tayari ameshakuwa mtu mzima baada ya kumaliza high school. Sasa alikuwa anahitaji kujiendeleza kwenye elimu ya juu, lakini wazazi wakawa na discuss sana hili swala. Japokuwa ni sawa kwa sasa, kijana wao wa kiume walikuwa wamemuweka katika chuo kimoja ambacho alikuwa analipa pesa ndefu, lakini kwa Jaya hapa kidogo akapata kigugumizi. Maswali akawa ni mengi sana endapo akimpeleka kwenye chuo cha mbali, magari ambayo atakuwa anapanda ya kwenda na kurudi. Humo njiani huenda akakutana na vijana ambao wakamshawishi mwanadada na kuharibu kabisa maisha yake. Hivyo leo anko baada ya kufika hapa na kusikia huu mjadala, anawambia wasijali, kama wasiwasi wao ni kwa bimdada tu kuweza kupanda magari, basi yeye kuna mtu mmoja ambaye anafundisha chuo hapa kijijini, hivyo ataenda kuzungumza nao. Lakini bimdada anawaka, anasema yeye anahitaji elimu bora, hivyo hicho chuo cha hapa hatuhitaji kwenda kusoma. Baba anamweleza ndani ya hii nyumba wanaofanya maamuzi na watoto wa kiume, hivyo rudi ndani ukalale. Jaya alikuwa hana namna zaidi ya kuendelea tu na masomo. Hapa alikuwa chini ya profesa mmoja ambaye kwa mwanzoni alionekana kuwa ni mtu mzuri sana. Kwanza alikuwa anazungumza maneno akiwaeleza watoto wa kike ya kwamba nyinyi someni, tena msome kwa bidii sana, ili baadaye msije kwenda kutawaliwa na wame zenu. Hakikisheni mnasoma na kupata elimu bora, lakini pia hakikisheni kama mwanaume uliolewa naye akikusumbua, basi unaenda kumfungulia mashtaka. Jaya ya maneno ya kishujaa ya huyu mwamba yakatokea kumvutia sana. Bwana, mwisho wa siku akaanzisha mahusiano ya kimapenzi. Mapenzi alikuwa ni moto sana, lakini tatizo jamaa kwanza alikuwa ni mtu mwenye wivu sana, lakini pia ni mtu ambaye alikuwa anahitaji kumcontrol sana mwanadada. Hata kama akipiga simu bimdada asipopokea, basi huo ulikuwa ni ugomvi mkubwa. 19 itoshi, mchizi hata akimwona mwanadada akiwa akasimama na mwanaume, hata kama ni mwanafunzi mwenzake, basi profesa huyu bwana alikuwa anawaka sana. Anamweleza mwanadada hahitaji kumwona akiwa akasimama na mwanaume yoyote yule. Siku moja kakatokea kamzozo baina ya hawa wapendanao wawili. Mwanadada alipojaribu kuzungumza ili kuweza kujitetea, akachezea kibao mpaka kipini kwenye pua yake kikapotea. Hakika nyumbani baba na mama waliwaka sana, akaona huyu mtoto mbona anahitaji kututia aibu, sisi tumempeleka chuo akasome, yeye anaenda kuleta mambo ya mapenzi. Anko anafika na kutana na huu mjadala, anaona isiwe kesi, ni bora ubinti akatafutiwa mchumba na kuolewa kabla ya hizi taarifa mbaya hazijaenea ndani ya hiki kijiji. Anko kauli yake ilikuwa inasikilizwa sana ndani ya hili eneo. Hivyo leo familia moja ambayo ilikuwa inaongozwa na mwamba aliyekuwa anatambulika kwa jina la Ani anamleta kijana Rajeshi ambaye alikuwa anafanya kazi ya kuweza kufuga kuku pamoja na kuwauza. Shamba lake lilikuwa ni kubwa sana, na ndio mtu ambaye alikuwa anaichukulia uangalifu mkubwa sana familia ambayo alikuwa akaachiwa na baba yake. Stori zikiwa zinaendelea baina ya hizi familia mbili, kijana alipoulizwa elimu akasema ya kwamba yeye akufanikiwa kabisa kumaliza elimu yake, lakini Mungu kamsaidia, kwa sasa anafanya biashara ya kuku. Jaya anatoka. Rajeshi baada ya kumwona hakika alifurahi sana, anatoka na kwenda kupiga stori 2-3. Rajeshi hakuwa sana romantic, hivyo stori zake nyingi zilikuwa ni za kuhusu biashara yake ya kuku. Anamuuliza Jaya, ndani ya hili eneo kuku mnauza bei gani? Anamweleza ya kwamba mimi wala sitambui mambo ya kuku. Rajeshi baada ya kuulizwa ni kitu gani anachokifahamu ukiachana na kuku, anasema ya kwamba labda aanze kuzungumzia mambo ya bata. Mama yake na Rajeshi akasema hakika nyumba yenu ni nzuri sana, lakini pia nimeipenda. Lakini mama yake na Jaya akasema hii sio nyumba yetu, bali ni nyumba ambayo tumepangisha. Bi mkubwa anasema mnawezaje kulala usingizi wa amani kwenye nyumba ya kupanga? Basi haya ilikuwa ni matambo baina ya mama hawa wawili. Hatimaye leo ndoa inapita. Familia alikuwa anafurahi sana, lakini kwa anko alikuwa analia. Anamweleza mwanadada, nimesubiri kwa kipindi kirefu sana siku yako ya leo iweze kufika na hatimaye imeweza kutimia, lakini binti yangu ninakusihi sana uende ukaishi kwa amani. Bimdada alishangaa sana, aliona kama watu wote ndani ya huu mtaa wanalia. Akajiuliza, je, wanalia kwa sababu anampenda ama wanalia mioyoni mwao wanafurahi kwa sababu anaondoka ndani ya hili eneo? Anafika mpaka ukweni. Hakika alishangaa sana. Mama ambaye alikuwa na tambo, kwanza picha linaanza, meza yenyewe ilikuwa imepigwa gundi, remote ilikuwa na ngeo kila kona, hata viti vya hapa na vyenyewe vilikuwa vimeunganishwa, yani hakuna kitu ambacho kilikuwa kina bandeji. Hii ndio nyumba ya kishua. Basi bwana, maisha akaanza. Dada anashangaa, kwanza kila siku anakula wali maharage, lakini pia mchizi pembeni yake alikuwa anapenda sana apatiwe rosti la kuku. Bimdada anauliza, anaambiwa hiki ndio chakula ambacho jamaa anahitaji kila siku aweze kula, lakini pia jamaa alikuwa na mfumo dume sana. Kwanza hata mama yake alikuwa mheshimu kabisa, alikuwa anamfuata
anamfokea. Leo anamweleza ni kwa nini unaendelea kuanika pilipili mbele ya nyumba. Mama anasogeza kidogo, mchizi anapita na gari lake anazipandia kwa juu. Mama anamtazama tu, atamfanya nini tena, kwanza ni kijana wake. Lakini pia upande wa bimdada, Jaya akawa anajitahidi sana kufanya vitu kwa usahihi sana hapa nyumbani. Kwanza akawa anaingia online, anajifunza mapishi, anatengeneza vyakula mbalimbali, lakini pia akajaribu kuweza kutengeneza cherehani ambayo ilikuwepo hapa, japo ilikuwa haijatumika kwa muda mrefu, lakini bimdada akaitengeneza na kuanza kuitumia. Rajesh anamweleza mke wake asitumie tena shampoo kuoshea nywele zake. Anamweleza kwamba mwambie mama akupatie mafuta ya asili, angalia mimi mustachi wangu unavyoendelea kustawi, ninaamini ukiyatumia hayo mafuta basi nywele zako zitazidi kupendeza. Rajesh leo anapita shambani kwake pamoja na mwanadada. Mchizi anakutana na mzee mmoja anatambulika kwa jina la Venu. Anamweleza mchizi ya kwamba endapo ukiendelea kuuza kuku wako kwa bei ya chini zaidi, sisi wauzaji wadogo, je, tutapata wapi wateja? Rajesh anamweleza na wewe pambana kwa hali yako, kwani mimi ninauza kutokana na wateja nilionao, lakini pia ili niweze kupata faida nyingi zaidi. Mzee anamweleza mchizi ya kwamba basi mimi kwa sasa biashara yangu imekuwa ngumu kidogo, hivyo ninakuomba ununue shamba langu la kufugia kuku, kisha utakuwa unanipatia faida kidogo ambayo utakuwa unaipata kila mwezi. Rajesh anakataa kabisa huu ushauri. Bimdada alikuwa anaona picha lote ambalo mchizi alikuwa anazungumza pamoja na huyu mzee. Wakati wa jioni, Rajesh kipindi ambacho alikuwa anakula madiko, mama yake alikuwa anaangalia kipindi kwenye TV. Watangazaji wanasema wanaume wote ambao wanawaruhusu wake zao waende kufanya kazi hao ni wajinga sana, yani haiwezekani wewe mwanaume uende kazini na mwanamke pia uende kazini. Hizi ni kauli ambazo zilikuwa zinamkela sana Mwamba, kwanza pia ukizingatia mwanadada alikuwa anamuomba ruhusa ya yeye kuwa anaenda chuoni ili aende akamalize masomo yake. Hivyo Mwamba kwa hasira akainuka akachukua limoti na kuitupa chini. Mama anamweleza Jaya, wewe chakula ulichopika huwa akipendi, ndiyo maana amekuwa na hasira kama hivi. Jaya kuchoka kuingia YouTube na kujifunza masomo mbalimbali, hususan mambo ya mapishi. Leo akaandaa bonge moja la chakula ambacho mama pamoja na dada yake na mtaalamu wetu Rajesh akawa anashangaa sana, anasema hiki chakula mbona kinanukia kama hivi, jamaa atakipenda kweli? Dada anasema nyinyi msijali, jamaa lazima akipende. Baada ya kumpelekea mshamba wa porini akakimwaga chakula, akainuka na waka, ni kwa nini mnaniletea uchafu kama huu? Mama mtu anasema kwa nini unafanya mambo kama haya? Binti wa watu kaamka asubuhi na mapema ili akuandalie chakula kizuri, ni kwa nini usingekula? Jamaa bwana hakuongea jambo lolote, bali akampiga bonge moja la kofi mwanadada. Dadake na Rajesh anamweleza kaka yake, ni kwa nini unafanya kama hivi? Kaka mtu anamweleza, wewe usinifundishe jambo lolote, ungekuwa unajua sana ndoa yako isingekushinda na kurudi nyumbani, kazi ni kujaza tu choo kibonge wewe. Jaya akabaki anajiuliza maswali mengi, ni wapi ambapo alipokosea, lakini Mwamba akaona leo ili aweze kuomba msamaha kwa bimdada akamchukua na kumpeleka kwenye movie. Baada ya kuangalia movie akamchukua na kumpeleka kupiga diko. Anamuuliza bimdada, unapendelea kula nini? Dada akamwagiza nyama choma, lakini Mwamba akamweleza kuku wa hapa ni watamu sana, kwani huwa wananunuliwa kwetu, hivyo akamwagizia biriani pamoja na kuku. Stori zikawa ni nyingi sana, lakini Mwamba akafanikiwa kuomba msamaha. Anamweleza Jaya, ni makosa tu nimeyafanya kutokana na hasira. Bimdada akamsamehe mume wake na maisha mengine akaendelea, lakini huu ndiyo ukawa mwanzo wa manyanyaso kwenye maisha ya ndoa ya bimdada Jaya pamoja na Rajeshi. Jamaa haka ndio kakawaka mchezo kake, akikoseana na bimdada anampiga kibao kisha anampeleka kwenye movie, lakini pia anamalizia kwenda kumpatia chakula kizuri na kuomba msamaha. Makonde alikuwa ni mengi sana. Mwisho wa siku mwanadada akaamua kumpigia simu mama yake na kumwelezea kila kitu. Bimkubwa anamweleza mtoto wake, wewe vumilia tu, ndoa ndivyo zilivyo, kwani mchizi mwenyewe amekupiga mara moja, lakini pia amekupigia nyumbani. Kuna wanaume wengine huwa wanawapigia wake zao barabarani huku watu wakiwa wanashuhudia. Dada akaona hapa msaada hakuna, akaamua pia kumtafuta kaka yake, lakini naye akasema ngoja atazungumza na baba yake. Jaya leo anaamua kumpigia simu baba yake na kumwelezea, lakini mzee anasema wewe sio mwanamke wa kwanza kupigwa na mumewe, hilo ni jambo la kawaida sana. Bimdada kwa sasa msaada akawa hana, atafanyaje na yeye bado yupo ndani ya ndoa? Mwamba anamuuliza mwanadada, suruali zangu zimeenda wapi? Dada anasema amezifua, kwa sasa bado ni mbichi. Mchizi anamsogelea mwanadada na kumnasa tena kibao. Kwa sasa jamaa alikuwa anamtembezea kifinyo, amuombi msamaha, lakini pia hata chakula alikuwa mpatii, hata kwenye movie alikuwa mpeleki. Bimkubwa alikuwa anamtetea sana mwanaye, anasema si unajua yuko peke yake, ana majukumu makubwa sana ya kuchukulia uangalifu familia nzima, hivyo mvumilie tu, kwani huko kazini watu wengi sana wanamvuruga kichwa chake. Jaya akaona usinitanie leo, akaamua kuingia YouTube na kuanza kuangalia jinsi ambavyo watu walikuwa wanapambana. Bishosti bwana akaanza kufanya mazoezi, anajifunza karate, akaona hakika hana msaada wowote. Akiwa yupo chooni, basi yeye anapiga ukuta mateke pamoja na ngumi, lakini pia hata upande wa nje alikuwa akafunga kiroba kwenye mti, akawa anapiga ngumi pamoja na
mateke. Mazoezi yalikuwa ni mengi sana, ikiwemo pia ya push-up. Leo mchizi akarudi wakati wa mchana, akamkuta mwanadada akiwa yuko bize sana na simu, anamuuliza kwa ukali, mama ameenda wapi? Bishosti anasema, mama pamoja na mdogo wako sifahamu sehemu alipoelekea, ngoja kwanza nikakuletee chakula. Mchizi akaanza kuwaka sana, anahitaji kuchukua simu ya bimdada kwa lazima. Bishosti akaizuia. Mwamba anainua mkono ampige kofi, bimdada akakinga mkono, kisha akampiga vandame moja ya tumbo. Rajesh anajikuta yuko chini ya meza amekwama. Walimwengu mnisaidie! Dada wala hana muda naye, akaelekea jikoni akaleta masotojo na kumweleza chakula tayari kiko mezani. Mwamba anainuka akiwa anajikokota, anasema wala sina njaa yoyote. Anaamua kuondoka hapa kiunyonge. Safari inampeleka mpaka kwenye duka la madawa, lakini Walimwengu anamweleza kwa kuwa umepigwa kwenye tumbo inabidi tu uelekee hospitalini, huenda ukawa umepata shida ndani kwa ndani, lakini pia hata wafanya kazi wake. Leo anamuuliza bosi, kunani? Mbona kama una mawazo sana? Anasema nimegombana na mke wangu. Walimwengu alikuwa anatambua ya kwamba mchizi alikuwa anatembeza kifinyo kwa mke wake, hivyo anamueleza bora tu kawahi kurudi nyumbani ukamchukua shemeji na kumpeleka hospitalini, lakini pia jitahidi umpeleke kwenye movie na kwenda kumpatia chakula kizuri, huenda akajisikia vyema. Rajesh anaondoka kiunyonge, hakuhitaji kabisa kueleza sababu ni nini. Baada ya kufika nyumbani, mama mtu anamuona mtoto wake anaingia kiunyonge kabisa, yani hata kuongea kwake leo kukawa ni tofauti. Mama mtu anamuuliza kunani, lakini jamaa alikuwa hana lolote la kujitetea, kwani hata kuinama kuchukua funguo upande wa chini ilikuwa ni kipengele. Mwamba akaelekea mpaka kwa mshenga ambaye pia alikuwa ni anko wake, anamwelezea umsala, lakini anko anamkumbusha kwamba mwanangu, wewe ulishawahi kucheza makareti, si bora tu uweze kuyatumia kupambana na huyu binti. Rajesh anasema hakika leo ngoja nikachukue vifaa vyangu vyote vya zamani nianze kufanya mazoezi, baada tu ya mwezi nitahakikisha ubinti ninamtembezea kifinyo, hato kuja kuamini na macho yake. Anko naye anamjaza upepo, anamweleza mwanangu, siku hiyo hakika ninakuomba sana urekodi video ili tutumie kama ushahidi wa kwenda kumkaanga huyu binti kwenye mamlaka ya sheria. Mwana bwana akaanza mazoezi, lakini kila ambavyo alikuwa akikutana na mke wake hakika alikuwa anamwogopa sana kwa sasa, yaani alikuwa anamuhanya kwelikweli, huku kisiri akiendelea kufanya mazoezi kimya kimya, akiamini kabisa atakuwa na uwezo wa kumkalisha mke wake hata upande wa kazini. Washikaji wakawa wanashangaa sana, mbona bosi wao kwa sasa yuko bize sana na mambo ya Bruce Lee. Ayawi leo imekuwa mchizi anarudi nyumbani kifua mbele baada ya kupiga mazoezi kwa muda mrefu. Anamuuliza mwanadada, familia yangu imeelekea wapi? Bimdada anasema hatambui, lakini hakuna uhakika wa kuwahi kurudi. Dada anaenda kuchukua chakula, mchizi anatoa simu yake na kuiweka kwenye mtego. Leo anahitaji kuweza kuipata video ya HD. Dada baada ya kurudi anaanza kumchokoza kwa maneno, anamweleza toka nitembezee kifinyo, kwa sasa unajiona kwamba wewe bonge moja la mwamba, sasa leo ngoja nikuonyesha kwamba chai huwa ina rangi gani. Basi bwana, kaugomvi kakaanza baina ya binti pamoja na mchizi. Mwamba akapiga staili yake kama jeksheni vile la leo kila akirusha binti alikuwa anakwepa, yani binti alikuwa anatereza kama kambale. Kuna teke moja Mwamba lilikwepa, dada akavunja mlango aisee. Rajeshi naye akawa ni mbishi sana, kila akichezea anainuka, lakini dada akazunguka bonge moja la teke akamtembezea mchizi. Mwamba akaangukia kwenye meza ya chakula mpaka ikasambaa. Rajeshi bwana akaendelea kuwa na ubishi, anasema hakika leo siwezi kabisa kukubali kutembezewa kichapo na mwanamke. Akainuka kibishi hivyo hivyo, lakini akapigwa bonge moja la vandame. Hakika alipaa kutoka chumbani paka sebleni, uso kwa uso mama yake anakuja kushuhudia mwanaye jinsi ambavyo alikuwa akapaishwa na vandame ya mwanadada. Kikao kinaitishwa, familia ya mwanadada pamoja na familia ya Rajeshi, lakini pia Ani naye anaitwa ndani ya hili eneo. Si unajua jamaa naye alikuwa ni mshenga. Kikao hiki bwana kilikuwa ni cha wima, kwani viti vyote pamoja na meza vilikuwa vimevunjwa kutokana na ugomvi wa hawa wanandoa wawili. Ani baada ya kufika hapa na kuweza kusikiliza pande zote mbili, kwani mama yake na Rajeshi alikuwa na saga sana kunguni. Anasema ubinti hafai kabisa hata kidogo, yani anapiga mkono usiokuwa wa kawaida. Kuna teke moja akampiga mwanangu, ile teke akilinyosha linapita kabisa kimo changu. Hebu fikiria, mwanamke kama huyu ana uwezo wa kumpiga teke mwanaume akapaa kutoka umbali wa chumbani mpaka sebleni. Mimi sihitaji hii ndoa iendelee baina ya huyu binti pamoja na mwanangu. Rajeshi kabidi atolewe ndichi pamoja na Ani. Anamuuliza vipi, ile video niliyokuambia urekodi iko wapi? Lakini pia ile makareti au kuyatumia mwanangu. Mwanangu acha tu, binti anapiga mkono usipime. Yani alinipiga bonge moja la teke mpaka nikaangukia simu ikavunjika kabisa kioo. Ani anamshauri, anamweleza kama umeshindwa kupigana naye na kumshinda, basi tumia njia moja, mpatie ujauzito huyu binti, kwani akianza tu kuwa na watoto basi ataacha kabisa mambo ya ugomvi, na hapa kila kitu ambacho utakuwa unamweleza basi atakusikiliza na kukitii. Njia ilikuwa ni moja tu ambayo Mwamba alikuwa akashauriwa kwa sasa, inabidi amsikilize binti kwa kila kitu ambacho alikuwa nakihitaji, yani Rajeshi awe mpole kama maji ya mtungini. Baada ya kurudi upande wa ndani, Rajeshi anamwomba msamaha
msamaha mwanadada, lakini pia hata Jaya naye anamwomba msamaha mshikaji. Hakika ndoa yao inaanza tena upya. Kwa sasa Rajesh bwana alikuwa anajitahidi sana kuwa romantic kwa mwanadada. Kuna muda mwingine akawa anamwimbia nyimbo nzuri za mapenzi, kwani Ani alikuwa anampatia ushauri na kumweleza, ukiwa romantic sana kwa mwanadada basi huenda akakunjua moyo pamoja na kiuno na itakupatia nafasi wewe kumpatia ujauzito. Hakika mwamba kwa sasa akawa romantic kimtindo kiasi chake, akawa anajitahidi, lakini pia akawa anafuatilia sana mzunguko wa mwanadada mpaka akawa anashangaa, inakuwaje, mbona jamaa akabadilika sana ghafla. Leo anamchukua mwanadada anamrudisha mpaka nyumbani kwao, anaenda kupiga mastori mawili matatu, lakini kaka yake anamweleza mwanadada, mbona jamaa amebadilika sana ghafla, kuwa makini, kwani huenda kuna jambo akawa analihitaji kutoka kwako, huenda likawa ni zuri ama likawa baya. Dada akatabasamu tu, lakini pia akapotezea. Si unajua tena, anaona mchizi tayari ameanza kuelekea. Mambo ya kupigana makonde kila siku huwa hayafai kabisa ndani ya ndoa. Tajiri wa kuku, mzee wa mineso, mzee wa mipango bwana, askari kidole, askari makonde bwana, leo anaelekea hospitalini pamoja na mwanadada baada ya kuweza kumvizia kwa kipindi kirefu na kuweza kupiga lile dafu. Aliamini kabisa kwamba huenda mtego wake ukawa umetiki. Jaya anasikia voice note ambayo mchizi alikuwa akatumiwa na Ani ikisema ya kwamba, vipi mwanadada, hajakushtukia mpaka leo ule mpango ambao tulikuwa tumeupanga? Bwana, leo baada ya vipimo bimdada akigundulika ya kwamba ni mjamzito, huo ndio utakuwa mwisho wa ujeuri wake. Yaani utakuwa na uwezo wa kumcontrol, lakini pia utakuwa na uwezo wa kumwambia lolote na yeye akalifanya. Jaya akashtuka sana, ni mambo gani ambayo alikuwa anaendelea nyuma ya pazia. Baada ya vipimo, daktari anawapatia hongera na kumweleza mwanadada kwa sasa alikuwa na ujauzito wa wiki kadhaa. Baada ya kufika nyumbani, dada akawa mkali, anamweleza mchizi, nieleze ni mipango gani ambayo umeiweka baina yako pamoja na anko wako juu ya maisha yangu. Mchizi akajaribu kuwa ni mbishi, lakini bimdada baada ya kukomaa mwamba akamweleza ukweli wote na anamwambia, kwa sasa bwana, habari yako ndio imeishia hapa, hakuna tena ndoto za kazi wala kuendelea na masomo, na mimi nakuahidi baada tu wewe mtoto kuzaliwa utanitambua mimi ni nani. Yaani kifinyo kitakuwa ni kama kawaida, na hakika Rajeshi wa zamani atakuwa ni mara 2 hata mara 3 yake. Dada aliumia sana, machozi akawa anamtililika, lakini haya machungu yakampelekea kuzima. Jaya anaamka akiwa hospitalini, baba yake pamoja na mama yake akiwa hapa pamoja na mama mkuu wake, bila ya kumsahau Rajeshi, kila mmoja akiwa na huzuni, lakini pia kila mmoja akiwa anaongea la kwake. Lawama nyingi zilikuwa kwa bimdada, hususan mama mkwe alikuwa anamlalamikia sana, akisema huyu binti toka afahamu makumfu, yaani ndani ya nyumba yangu hakuna kitu kinachofanyika kikafanikiwa. Wewe ulishawahi kuona wapi mke anampiga mume wake? Hii ndiyo ya kwanza kuweza kutokea kwenye jamii yetu. Ona sasa haya mabalaa, mpaka Mungu ameweza kufanya mambo kama haya mabaya kuweza kutokea, ujauzito wake kuweza kuchomoka. Mama yake na Jaya analia sana, anamweleza, binti yangu, ni kipi ambacho umeweza kukifanya? Kuna mtu hata mmoja ambaye alikuwa anajaribu kuweza kukaa chini na kumsikiliza Jaya? Dada kwa hasira akainuka, akawa anahitaji kuondoka, anasema hii ndoa wala sitaki tena, lakini mwamba akamzuia mlangoni na kumweleza, kwa kuwa wewe ulikuwa unahitaji 50-50 ndani ya ndoa, basi hakikisha hii bili unaweza kuilipa nusu, nami nitamalizia nusu. Dada akavua necklace yake ambayo ilikuwa ni ya dhahabu, akampatia mchizi na kumweleza, ukiiuza hii na pesa utakayoipata basi utalipa bili, lakini baba anamweleza, endapo ukitoka hapa hautakuwa tena mwanangu, lakini pia ndani ya nyumba yangu usije ukakanyaga hata siku moja. Jaya akaona potelea mbali, kwanza baba mwenyewe hata kunitetea ilikuwa hawezi kunitetea, akaamua kuondoka zake. Njiani alikuwa analia sana, mbona hakuna hata mtu mmoja ambaye aliweza kumpatia msaada kipindi ambapo mume alikuwa anamtembezea vibao. Kisa yeye tu kuweza kuchukua hatua moja, basi jamii yote imeweza kumgeukia na kumwona ya kwamba yeye ndio mbaya. Kaka mtu anakuja kumshika mkono, anamweleza dada tuende nyumbani, lakini mdogo mtu anakataa kabisa, anamweleza, toka nizaliwe sikuwahi hata siku moja kufanya maamuzi mimi mwenyewe binafsi, lakini leo hiki ninachoenda kukifanya ni maamuzi ambayo mimi mwenyewe nimekaa chini na kuweza kuyachukua. Kaka anamchukua dogo mpaka hosteli, anamwandikisha. Bimdada anaanza maisha mapya ndani ya hili eneo, japo muda mwingi alikuwa na huzuni sana. Anaona kama maisha yake Rajeshi alikuwa ameyazuia, lakini pia bimdada akaona tu haina noma. Muda wake wa free akawa anaendelea na kazi yake ya ushonaji kwa watu ambao walikuwa na uhitaji wa kuweza kushonewa nguo, lakini pia yeye leo pamoja na kaka yake wakaelekea katika taasisi mbalimbali kwa lengo la kwenda kuchukua mkopo. Dada alikuwa anaamini endapo akipata pesa basi atakuwa na uwezo wa kuanzisha biashara yake. Meneja anamweleza, hatuna uwezo wa kukupatia mkopo, lakini
endapo ukipata mtu ambaye biashara yake ni ya muda kidogo, lakini pia inaendelea kumshinda, basi tuna uwezo wa kukupatia mkopo. Jaya akawa anawaza sana ni nani ambaye ana uwezo wa kumfuata na kuweza kumpatia huu msaada, lakini kipindi ambacho alikuwa anaona yeye maisha yake yamekwama, Rajeshi upande wa pili leo baada ya kuelekea kitaani anaona kila mmoja alikuwa anamwangalia kisha anacheka, lakini ghafla Ani akamtumia video. Baada ya kuifungua akashuhudia, kumbe video yake bwana, kipindi ambacho alikuwa anatembezewa kifinyo na mwanadada, kwa sasa ilikuwa imetrendi sana ndani ya mitandao ya kijamii. Mwamba akachanganyikiwa, yani hata wale ambao walikuwa wanamheshimu kwa sasa walikuwa na mdharau, wanamuona ni kubwa jinga, anapigwaje na mwanamke. Hakika Mwamba baada ya kukutana na Ani akasema, kwa sasa sitohitaji msaada wowote zaidi tu ya kumpatia talaka mwanadada Jaya. Harakati za talaka zikaanza, wakaelekea mpaka kwenye ofisi moja ya mwanasheria. Baada ya kufika hapa, mwanasheria akamweleza, mwanangu, mbona kama vile nishawahi kukuona sehemu. Mwamba akasema, mimi bwana, wala unifahamu, kwanza mimi huwa ninajifungia tu huko kwenye kuku. Lakini Mwamba akaelezwa uwezi kumpatia mtu talaka pasina kuwa na sababu maalum, inatakiwa uwe na sababu iliyoshiba kweli kweli. Ani akatoa simu yake na kuweza kumwonyesha mwanasheria video ya Mwamba akiwa anatembezewa kifinyo. Hakika Mwamba alicheka sana, akasema, kumbe ndio wewe superstar ambaye ulipigwa na mkeo. Hata sekretari wa huyu mwanasheria akasema, mimi nilimfahamu tu baada ya Mwamba kuweza kuingia kwamba ndio huyu ambaye alikuwa anapigwa na mkewe. Yani Rajeshi kwa sasa bwana alikuwa ni mpole sana, hata dada yake akawa anamuonea, wewe ulishazoea kupiga watu, sasa uone yale ambayo watu huwa wanapitia baada ya kutembezewa kifinyo. Mama anambembeleza kijana wake, toka basi mwanangu, uende hata mitaani ukatembee. Mwamba anasema, wala sijisikii kabisa kutoka nje. Upande wa Jaya bwana akaenda mpaka kwa yule mzee ambaye alikuwa anambembeleza sana mtaalamu wetu Rajeshi aweze kununua biashara yake, lakini akawa nakataa. Leo vijana wake na Rajeshi walifika hapa kwa lengo la kuleta fujo kwenye biashara huyu mzee, kwani kwa sasa biashara ya Rajeshi bwana ilikuwa kidogo inazorota, kwani mzee huyu chini ya uongozi wa bimdada Jaya, biashara yake kwa sasa bwana ilikuwa iko pambe sana, yani watu wengi walikuwa wananunua kuku kutoka kwa huyu mzee. Vijana wamefika kwa lengo la kuleta fujo ili mzee aweze kufunga biashara, lakini Jaya akaleta noma sana na kutembezea kifinyo. Leo mahakamani dada anafika na kusema, mimi mbona wala sina taarifa zozote juu ya hii talaka. Dada anasema huyu jamaa bwana akaleta haya mashtaka pasina hata kunipatia taarifa yoyote. Rajeshi anaulizwa, anasema mwanaume ndio anatakiwa aweze kutoa maamuzi kama hayo. Wewe hivi unajielewa kweli? Hebu kwanza nitajie mambo matatu muhimu ambayo mwanamke anahitaji kupatiwa ndani ya ndoa. Rajeshi akaanza kuzungumza mambo ya uongo ambayo pia alikuwa anapatiwa na Ani. Hakimu akamsimamisha Ani na kumweleza, we kaka, mbona Ani nakufahamu? Kumbe ndio wewe ambaye pia ulikuwa unampigia magoti mkeo kipindi ambacho alikuwa anakupatia talaka. Kama wewe ndio mshauri wake, si ajabu leo naye wanapatiana talaka na mke wake. Kamzozo bwana kakawa ni kakubwa sana baina ya bimdada pamoja na mtaalamu wetu Rajeshi, lakini mwisho wa siku hakimu akawaeleza, hebu nendeni upande wa nje mkazungumze, na endapo mkifikia muafaka mrudi humu ndani mtueleze kama hii talaka bado ipo ama mmeailisha kutalikiana. Upande wa nje mwanadada naye akapiga signature sehemu ambapo mchizi alikuwa akapendekeza waweze kupatiana talaka, lakini pia anamweleza mchizi yeye kwa sasa ndiyo mshindani wake kwenye biashara ya kuku, kwani kaichukua ile biashara ya yule mzee ambaye alikuwa anamnyanyasa na kumdharau. Mwamba anashangaa sana, mwanamke ambaye alikuwa anamdharau leo anaenda kuizorotesha biashara yake, lakini pia leo hii bwana akamtia aibu sana ndani ya jamii baada ya kumtembezea kifinyo. Mimi niulize swali tu walimwengu, je, bimdada alichokifanya ni sahihi ama ulimwengu umeweza kumhukumu vibaya? Bwana, hapa ndo tunafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umeipenda video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.